Kwa hiyo ufafanuzi wa kipengele kimoja baada ya kingine ni mrefu sana. Kisimamo hiki hakiwezi kutosheleza, ni darasa ndefu zinazohitaji kama ni semina maalum za kuwafahamisha watu juu ya uhifadhi wa Uislamu au sharia ya Kiislamu, namna ilivyokuja kuhifadhi dini, maana yake nini. Lakini mimi nataka nizungumzie kipengele cha pili. Sheria ya Kiislamu imekuja kulinda na kuhifadhi nafsi za watu na damu zao. Ni haramu katika Uislamu kumwaga damu ya mtu, awe Muislamu au asiyekuwa Muislamu, ambaye damu yake imehifadhiwa kwa mujibu wa sheria. Na mambo haya matano ukiyataka vizuri utayaona katika mfululizo wa ayati kuanzia kwenye waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah mpaka kule aliposema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha katika suratu al-Isra. Katika aliyoyasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله usiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa illa bilhaq, isipokuwa kwa njia ya haki. Akiua mtu atastahiki kuuawa kama alikusudia kuua kwa makusudi, ambapo sheria imeweka utaratibu wake mpaka kuwa hii ni makusudi. Kuna utaratibu umewekwa, alithibitika kwamba huyu ameua kwa makusudi na yeye atauawa. Man qatala qutil. Na mfano wa mambo kama hayo, zipo haki zinazopelekea mtu kuuawa na si mambo ya kiholela, ni mambo makubwa katika Uislamu. Uislamu umekuja kuyahifadhi mambo haya mpaka imefikia kuhifadhi damu ya wasiokuwa Waislamu. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qatala muahadan lam yarih raihata al-janna wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Yoyote atakayemuua kafiri anayeishi kwa mkataba na Waislamu, anayeishi chini ya dhima ya Waislamu, yoyote atakayemuua kafiri anayeishi na amani, kwa amani na Waislamu, kwa kuwa amepewa amani, basi mtu huyo hata nusu harufu ya pepo. Na hakika harufu ya pepo inapatikana, mtu anaipata harufu yake kwa mwendo wa miaka 40. Kwa maana huyu atakuwa yuko mbali na pepo kwa kitendo kiovu alichokifanya cha kumuua asiyekuwa Muislamu anayeishi kwa mkataba na Waislamu, anayeishi kwa amani na Waislamu. Hivyo basi sisi dini yetu imetuamrisha tuishi kwa amani, imetuamrisha tuishi kwa amani baina yetu na tuheshimu damu za watu, hususan Waislamu, hasa Waislamu. Ogopa suala la kumwaga damu ya Muislamu, ni jambo baya mno lisilovumilika Kiislamu. Usichukue rahisi tu kwamba utakuwa mimi, utakufanya kadha mimi. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Uislamu ukafungua mlango hata kwa wasiokuwa Waislamu ambao wanaishi kwa amani na Waislamu na hawapigi vita Waislamu, vita ya dhahir. Anatuambia Allah subhanahu, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala hajawakataza nyinyi kuishi kwa uzuri na uadilifu na wale ambao hawajawapiga vita nyinyi katika jambo la dini yenu, wala hawajawatoa katika miji yenu. Hajawakataza kuwatendea wema, hajawakataza nyinyi muwafanyie uadilifu. Wafanyieni uadilifu. Usimdhulumu mtu haki yake kwa sababu huyu ni Mkristo au kwa sababu huyu ni Myahudi au kwa sababu huyu ni mpagani. Uislamu umekuamrisha usimame kwenye uadilifu na kumtendea wema. Haya ndio mafunzo ya Uislamu. Lakini Uislamu kwa kuwa unalinda dini ya watu,
ikaweka al-khatul ahmar, pana mstari mwekundu umepigwa pale. Yeyote atakayechezea dini hatavumiliwa. Innama yanhakumullahu anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza nyinyi kuwafanya marafiki wale ambao wanawapiga vita nyinyi kwenye dini yenu. Anakwenda mbio kuhakikisha Uislamu unadhalilika, unarudi nyuma, au wanataka kuwatoa katika miji yenu, au wakasaidiana na wale ambao wanataka kuwatoeni nyinyi katika makazi yenu na miji yenu kwa dhulma. Amewakataza msiwafanye marafiki, na atakayewafanya wao kuwa ni marafiki basi hao ni madhalim. Hii ni aya ya 8 mpaka ya 9 katika suratul Mumtahina. Kwa hiyo sisi tuna misingi madhubuti kabisa katika jambo hili, na jambo kubwa ni kwamba tutakiwa tuzihifadhi damu za watu, damu za wanadamu wanaoishi katika ulimwengu, wawe Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na ukiangalia mapigano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalijengwa juu ya misingi hii. Hakukurupuka tu Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoanza kuchinja watu na kuua watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika misingi ya uadilifu, na ndio maana alikuwa akitaka kwenda mahali popote pale kuwalingania watu, alikuwa akiwapelekea barua wafalme na viongozi wa maeneo hayo, akiwaandikia aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn, silimu utasalimika na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe ujira wako mara mbili. Alishawahi kumwandikia mfalme Hirakli huko Sham katika miji ya Warumi, Mkristo, anamwandikia barua hiyo, silimu utasalimika na Allah atakupa wewe ujira mara mbili. Amemwandikia Muqawqis aliyekuwa nchini Misri na wengineo katika wafalme wa miji, aliwaandikia risala ya amani akiwaita kwenye Uislamu. Bali alilitoa kundi la masahaba zake wakati wa ukandamizaji uliofanyika katika nchi ya Makka, akawapeleka Habasha, Aksum Empire, Ethiopia, kwa watawala wa Kikristo. An-Najashi Mkristo, nendeni kule kwa Najashi, kule kuna mtawala ambaye hadhulumiwi mtu. Waislamu wakatoka Makka wakakimbilia Ethiopia, Afrika, wakapata himaya, wakaishi pale, zikasomwa aya, Najashi akasilimu pamoja na baadhi ya watu wake waliokuwa naye. Alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata habari siku ile ile, akaamrisha aswaliwe, watu akasimama akamswalia An-Najashi radhiyallahu anhu wa rahimah. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-salam.